Okay. Naam, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona lakini pia kama unavyofuatilia kutoka hapa Kibeta, Bukoba, Kagera, Tanzania. Tuna mazungumzo mawili matatu na baadhi ya wadau, lakini pia kuna makocha, wasemaji wa timu, lakini pia kuna wengine ambao wachezaji watasikika hapa moja kwa moja. Kwa ufupi ni kwamba ni zile timu ambazo zinajitafuta ndani ya kata, zinashindana, tunajua kwamba zinakuwa zinafanya kwa kisha kwamba na zenyewe zinaonekana na zinajulikana ndani ya kata, lakini pia hata nje ya kata. Kwa ufupi ninao wadau wa timu ya Yanga, lakini pia na wadau wa timu ya Simba, na vingia kwa sasa tunaye mdau ambaye ni mdau mzuri sana michezo kutoka katika timu ya Yanga. Juzi kipindi kimepita takriban kama wiki moja na nusu hivi zimeondoka mara baada ya timu ya Simba kushiriki vyema na timu ya Yanga kukamatana, kupigana, lakini pia ni timu ya kata tunajua kwamba waliweza kucheza kwa kisha kwamba wanatafuta mshindi na mwisho wa siku mshindi alionekana, lakini pia ilikuwa ni kwa ajili ya kufurahia. Michezo ni furaha, michezo ni upendo, michezo ni amani, lakini pia walikuwa wanatafuta mshindi ili kusudi mbuzi ambaye alikuwa amepangwa aweze kuuliwa. Je, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Dr. Rama Shabani, ni mdau wa michezo na muasisi wa tawi la Yanga Supporter makao makuu. Kwa hivi sasa niko Bukoba na nimepumzika, nimestaafu, najihusisha kwa masuala ya mchezo. Sasa hivi bahati nzuri baada ya kufika Kibeta nimekuta Kibeta kuna timu ambayo imeanzishwa na vijana na isupport kama mdau. Ndio. Jambo jema. Zilikuwepo mechi mbili, timu moja, timu mbili kwa mechi moja ambayo ilikuwa tunaona ni Simba huku ni Yanga. Nadhani ilikuwa itajia ilechezo tarehe 1 mwezi wa 3, lakini katika hali za hapa na pale ikaahirishwa mechi ikachezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ulionaje mechi kwanza kabla ya hapo? Maana na wewe ulikuwepo katika mechi iliyopotea. Mechi kwa kweli ilikuwa ni nzuri. Mimi kama kiongozi nilikuwa na wasupport vijana wangu wote kwa sababu sina upande. Hii ni timu ya mtaani, ni vijana wangu ambao na wasupport na wenyewe ukuze vipaji vyao. Hata sisi Yanga na Simba ndimo tunakuchagua vijana humo waweza kucheza huko. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni nzuri, bahati nzuri Simba waliweza kufaulu wakapata kombe, wakachukua mbuzi wao. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Ilikuwa vipi Yanga wakazidiwa hadi Simba wakachukua mbuzi? Kila anayepigana lazima mshindi mmoja atokee ashinde. Unapokwenda kupigana kuna tatu: kushinda, kudraw au kufungwa. Kwa hiyo mmoja aliweza kushindwa, lakini hakushindwa kwamba alishindwa kwa sababu ameshindwa kimpira. Basi tu ni one mistake, one goal. Sawa, ni jambo jema, lakini unaonaje vijana wa Kibeta kwa ujumla walivyojichanganya, walivyojiunga kushikoma na wenyewe wanatoa timu mbili, Simba na Yanga, lakini pia mwisho wa siku tukaona kaingia ulingoni. Vipi matarajio yao mbele ya safari ni yapi labda? Nashukuru sana. Siku hiyo wakati wanacheza tulikuwa tunachagua hata wachezaji. Tunataka kutengeneza timu moja kwa sababu mbunge ameandaa kombe kati ya mwezi wa 8 wa 9 kutakuwa na mashindano hapa. Kwa hiyo tunataka Kibeta moja. Na siku hiyo tuchagua wachezaji kama 13. Na bado tunaendelea kwa sababu bado tunaendelea na mashindano, tunaendelea kuchagua wachezaji. Ndio. Kwa hiyo mliona timu moja hapo. Kibeta ni timu inacheza vizuri. Niliwahi kuishuhudia hapa mkoani nilivyokuja. Ikiwa anacheza na Kashai. Kuna timu nzuri, ni timu inayoogopa Kibeta. Ukitaja Kibeta inaspika. Na imani kwamba timu yetu itafanya vizuri. Sawa. Ndio. Licha ya juzi, licha ya Simba na Yanga, huko nyuma hali ilikuwa vipi ndani ya Kibeta katika upande wa michezo labda? Tuzungumzie hapo kidogo. Mchezo ni mzuri. Kibeta wana timu. Kabla ya hapo kuna maveteran, kuna viongozi ambao wametangulia na watazungumza ambao tumewakuta. Sisi tunaiendeleza kwa sababu sisi ni wazaliwa wa Kibeta, ni wazaliwa mkoa wa Kagera huu. Tunajua wachezaji wengi walitoka hapa. Tuna kama Jacob Kilianga, akina Morris. Ni Kibeta inasifika, inajulikana kwa wachezaji wazuri. Ndio. Kwa hiyo sio kwamba umeanza juzi, wana muda mrefu kidogo Ni muda mrefu kwa sababu na mimi nilikuwa mchezaji. Nafahamu. Nilikuwa mmoja wapo wa wachezaji zamani. Naam, mtazamaji kama unavyoona, lakini pia tunaye huyu sasa ni mkongwe, mzee wa kazi na mwenyewe alikuwa mchezaji kumbuka. Kwa hiyo ana experience, anajua anaongea nini na anajua anafanya nini. Labda unawaambia nini, unaoshauri nini vijana wa Kibeta kwa ujumla ambao bado wanajitafuta katika mchezo wa mpira na mwisho wa siku tunatamani wajue, lakini pia tuwaona hata mbele huko. Tunasikia wachezaji kutoka Simba, lakini pia tunatamani hata Kibeta tutoe watu na wenyewe waweze kusikika hata nje ya Kibeta. Kibeta tulishaanza kuwatoa tangu zamani. Ila nilichowasisi siku ya mechi kwamba kitu muhimu ni nidhamu. Mpira unahitaji nidhamu. Ukiwa na nidhamu utapata wachezaji wazuri. Ndio. Neno la mwisho labda unalipa kuambia? Watu wamalizia. Wakazane mazoezi. Wawe na discipline, wakiwa na kocha wao, wakiwaambia mazoezi, waatini kwenye mazoezi, wakazane. Mpira ni kufanya mazoezi. Ndio.
Basi sisi tunashukuru sana bwana. Tunasema asante sana. Karibu tena bwana. Asante. Lakini pia kama unataka kumalizia kuhusu mbunge, maana umesema kwamba kuna ligi ya mbunge hapa mwezi wa 8 inaingia. Mbunge ameandaa vifaa. Vifaa vinakuja, ameshatuma. Kwa hiyo tutakuwa na timu moja ya Kibeta Stars ambayo itawakilisha kata yetu ya Kibeta hii. Okay. Basi asante sana bwana. Tunashukuru sana. Nawashukuru. Naam, kama tulivyomsikia, umesema majina yako naitwa nani? Majina yangu naitwa Dr. Rama Shabani. Ukiuliza watu Yanga tu Dr. Rama unanipata. Anakujua. Safi kabisa. Tunashukuru sana Dr. Rama. Bwana sawa. Tunashukuru sana, asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona bado tunaendelea kugusa 2-3 habari za pale, lakini pia tunaendelea kuongea na baadhi ya wana Yanga. Bado wana Simba na wenyewe tunao hapa kwa kisha kwamba na wenyewe tuongee nao ili kusudi mambo yaweze kama tulivyokujuza mara baada ya kuongea na msemaji wa timu. Sasa tunaye, huyu ni kocha wa timu ya Yanga katika upande wa hapa Kibeta Katani. Bila shaka kwa kujitambulisha majina yako tutamani tufahamu na tunani kile kinatoka wapi? Bana, mimi naitwa Luis Kabantega. Okay. Ndio jina ambalo linajulikana. Safi kabisa. Tutamani kufahamu kidogo kwa fupi, kikosi chako kiko vipi, labda kufahamu kidogo tukoe kama kocha. Kikosi changu ni kawaida tu, ni kikosi kawaida, kina mambo mengi, watu ni wazawa tu hapa Kibeta. Hivyo tu. Sawa sawa. Tuelezee kidogo, tugusie kidogo ile mechi. Ilikuwa vipi ikaahirishwa? Maana tarehe mosi tulitamani mwezi wa 3 ichezwe, lakini ikaahirishwa hadi tarehe 8 mwezi wa 3. Ilikuwa kwaje labda kwa fupi? Bana, iliahirishwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya hali ya hewa na wewe uliona mwenyewe. Sasa ndio ulikuwepo, mazingira haya mvua ilinyesha kwanza ile asubuhi mpaka saa 9. Kwa hiyo ndio ilipelekea mpaka nini? Kuahirisha game. Sawa sawa. Na mwisho wa siku ndo mambo yakawa ndivyo sivyo. Lakini tarehe 8 mkaliamsha tena. Tukaliamsha kama kawaida, ndio maibu yetu sisi. Wakafanyaje Simba hao? Simba bana, Mungu alikuwa upande wao. Kikweli mimi mbinu na nini kila kitu ni waziri, lakini ndio hivyo. Ndio. Lakini kwa habari tulizonazo kwamba mlijitahidi kweli kwa kisha kwamba na nyie mnaweza kuchukua siku hiyo. Ila mwisho wa siku kama nilivyosema mambo sio sawa. Ni kweli. Kikosi kilikuwa kimeimarika kweli kila sehemu. Okay. Wewe kama kocha uliona upungufu uko gani katika timu yako? Upungufu pale nilipata namba 8 yangu kidogo ilikuwa ndio maana wote walikuwa pia ilikuwa inaruzi pale, kwa hiyo changamoto ilikuwa namba 8 na namba 3 basi. Na hapo tu. Nafikiri game ijayo nitarekebisha hilo swala. Hamna mpango kurudia tena? Ni kawaida yetu. Kwa hiyo bila shaka hatutapata kipigo tena. Hapana. Okay. Naam, tunaye kocha mtazamaji kama anavyoelezea kidogo ufupi. Yes, tutamani kufahamu kidogo. Haya mashindano mliabuni kivipi wewe kama kocha, bila shaka utakuwa na historia? Bana, mimi ni kweli mimi na historia na hii dabi. Hii dabi ni hapo kijiweni kwetu hapo, inajulikana kama Omangushi. Omangushi FC. Kabla ya Simba na Yanga? Kabla ya Simba na Yanga tu timu moja hapo. Nafikiri atazungumza semaji la Simba. Nafikiri ndio limempa jukumu nalo yeye. Ndio. Hapo kuna timu moja inaitwa Omangushi FC. Sawa, alafu kwenye Omangushi FC ndio tunapata Simba na Yanga. Watu hapo hapo. Unaelewa. Lakini historia vile ili toka 2012 tuko na mchakato huo. Lakini sasa sisi huwa tuna vipengele vyetu. Uweshi iko hivi, kama ni mwanzo wa mwaka tunachanga kama ulivyoona juzi, kinapatikana kiasi tunapaka kama ni mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, na hivyo tu. Lakini sasa time hii hapa issue ilikuwa ni hivi kwamba Simba akishinda tutashare, tutashirikiana, umeelewa? Anatanga akishinda sitakuwa ni hivyo, ndio maana tulikuwa fair sana game ya juzi. Sawa. Wewe kama kocha nadhani una mengi sana ya kuzungumza kidogo. Vipi, kuna wadhamini ambao walijitokeza kwa kwamba na yombo zinapatikana au nyewe mlichanganyika kama nyewe labda? Sisi kweli tuna wadhamini. Kuna bwana mmoja anaitwa Mr. Madu pale, anapatikana mtaani kwetu hapo. Kuna bwana mmoja anaitwa Mr. Ruge Masabara, tuko naye bega kwa bega. Na washikaji wengine wapo wengi sana. Tuko nao. Bwana, neno la mwisho labda la kumalizia kwa wachezaji wako na lipi? Bwana, mimi nawashukuru sana. Niko nao, wasikati tamaa hivyo. Game lijalo tutashinda. Mimi najua tutashinda. Mimi na mbinu za kuwazidi sana washikaji. Wanajua tu wenyewe labda tu basi wanajitofa. Mimi ninajua Mungu alikuwa upande wao, hilo ndio la kusema tu. Maana nasemekana kama kila Mkenya wakapotea siku ile wewe. Kweli Mkenya na mambo mengi mshikaji, ndio hivyo. Bwana, tunashukuru sana bwana, asante sana. Tukumbushe majina labda tuko na nani labda? Bwana, mimi naitwa Luis Kabantega hapo. Okay. Sawa. Ndio. Tuko moja sana. Asante. Bwana, ndio hivyo mpenzi mtazamaji.